Hujambo na karibu sana katika kipindi chako pendwa cha Kijiweni na Brano. Mimi ndio Brano mwenyewe, na siku hii ya leo nimekuja hapa hospitali ya CCBRT iliyopo hapa Msasani. Nimekuja kukutana na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kama vile kisukari na magonjwa mengine. Leo nimekuja kwa ajili ya kuweza kuongea naye kuhusiana na ugonjwa wa facial paralysis ambao watu wengi sana wanajua kama facial paralysis. Huu ni ugonjwa wa kupooza upande mmoja wa sura. Unataka kujua kuhusiana na ugonjwa wa facial paralysis? Usiondoke, ungana nami. Nimeshaweza kufika na muda huu nipo na daktari. Naomba dokta uweze kujitambulisha ili watu waweze kujua wewe ni nani zaidi, kwa sababu mimi binafsi tayari nakufahamu. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Festo Kasimirishayo, ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani katika hospitali ya CCBRT. Na tunavyozungumzia magonjwa ya ndani ni magonjwa yale ambayo hayahitaji upasuaji, yakihusisha magonjwa ya kisukari, presha, moyo, magonjwa ya mfumo wa tumbo, uchunguzi pamoja na matibabu kuhusiana na vidonda vya tumbo, mfumo wa upumuaji, mfumo wa neva, mfumo wa fahamu, ngozi, figo, tunasafisha pia figo hapa kwetu, kisukari na mengine yale yote ambayo hayahitaji upasuaji. Kwa hiyo tunatoa matibabu ya kibingwa na kibobezi katika idara hii hapa CCBRT. Ndio, dokta, watu wengi wamekuwa wakishangaa hili tatizo. Kuna hii hali ambayo mtu ana paralyze upande mmoja wa uso almaarufu kama facial paralysis. Hiyo ni nini au huo ni ugonjwa gani? Nashukuru. Hilo tatizo lipo kwamba inatokea tu mtu ghafla ana paralyze, au tuna wakati mwingine nasema kama kiharusi cha upande mmoja wa uso. Uso upande mmoja unakosa ile hali yake. Kwa mfano misuli inalegea upande mmoja, lakini pia pengine upande mmoja unakuta hata jicho alifungi vizuri, machozi hatoki ya kutosha, wakati mwingine hata ulimi kutesti ya aina fulani ladha ya vyakula inapotea. Wakati mwingine anaweza kasikia kelele, maumivu, akisikia sauti fulani, huo upande huo ule paralyze anakuwa anapata kama maumivu, wakati mwingine masikio yanawasha. Kwa hiyo ni hali fulani ambayo inatokea ghafla. Inaweza katokea ndani ya masaa 48 kwa mtu kwamba uso upande mmoja umeparalyze. Lakini sasa ni kwa nini? Tokea wakati imegundulika mgonjwa kwanza hiyo karne ya 14 huko, lakini mpaka tunajua kwenye karne ya 20 haijagundulika mpaka leo kwamba kisababishi haswa ni nini. Lakini kuna vitu hatarishi ambavyo pengine vinachangia aina ya watu fulani kuweza kupata hiyo hali ya kuparalyze upande mmoja wa uso. Sasa kinachotokea ni nini? Kuna neva kama 12 tunaita zile neva za fuvu. Tunaita kwa lugha ya kitabibu tunaita ni cranial nerves, ambazo zinatoka kwenye ubongo zinakuja zinaenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya kutoa utawala sehemu hizo. Sasa kuna neva fuvu au facial nerve, uso face facial nerve namba 7. Hiyo ndio inapata tatizo. Sasa inapata tatizo aidha na vimba kutokana na chochote kile. Ikivimba maanake taarifa ambazo zinatakiwa ziende sehemu ya uso au kwenye sehemu fulani ya sikio au kwenye jicho au kwenye tezi za mate au kwenye ulimi kwa ajili ya kuonja, maanake ule upande zinakuwa hafifu au zinapotea kabisa. Sasa ikitokea hivyo ndio maana mtu anapata hiyo hali ya kwamba paralyze upande mmoja wa uso. Sawa. Na baada ya huo mchakato wote kuweza kutokea, ni sehemu gani haswa ya uso huweza kuathirika zaidi? Kama nilivyoelezea, kwa kuwa hiyo neva fuvu namba 7 inatawala sehemu ya uso, tunaita facial nerve, maana uso sasa. Kwa misuli yote ya uso, kwenye paji la uso kushuka huku kote, maana kama ni upande mmoja inalegea. Kwa mfano mtu
ukimwambia tabasamu lake linakuwa halina uwiano. Maanake upande mmoja unakuwa umelegea, misuli imelegea. Au ukimwambia kunja ndita, hawezi kunja ndita sehemu ile ambayo imelegea misuli, maanake haifanyi kazi vizuri. Funga macho, pengine hawezi kufunga macho vizuri. Ile jicho upande ambapo hawezi kufunga jicho. Kwa matokeo yake pengine jicho linaweza kuwa kavu, akashindwa akapata changamoto fulani, unaona. Naweza kwambia naonja kitu lakini siwezi kusisikii ladha ya kitu fulani. Kwa maana yake madhara yanatokea ule upande ambao umepata madhara hayo. Upande wa uso, lakini pia na vitu vingine kama nilivyosema, tezi za kuzalisha mate, lakini pia kuonja na sehemu ya masikio pia. Na inayozalisha tezi za kuzalisha nini? Tunasema machozi. Tunaathirika pia. Kutokana na maelezo yako nimegundua kuna mchakato mrefu. Je, mtu anaweza akaamka tu asubuhi akakutana hiyo hali au lazima apitie mchakato hatua baada ya hatua? Kwa kuwa jambo lenyewe ni ghafla, inaweza katokea mtu ameamka kwenye usingizi au yuko tu kwenye shughuli zake, mara ghafla anashangaa au anaambiwa na mwenzake, mbona uso wako kama kumbe ndio ile hali imeshaanza. Kwa baada muda fulani unakuta kabisa ule upande labda hauna nguvu. Inawezekana kabisa hauna nguvu kabisa, au labda kwa asilimia fulani una nguvu lakini unaonekana kabisa umelegea au umepinda. Kwa maana kwa minajili hiyo, dalili gani ambazo mtu akiziona tu hapaswi kabisa kupuuzia? Dalili kama nilivyosema, pengine mtu anaamka anaona kwamba kuna uzito kwenye uso upande mmoja. Kama yuko peke yake anaweza kujiangalia kwenye kioo akaona mbona mdomo wangu kama vile umeshuka. Anaona hata jicho kama vile labda linakuwa kavu, pengine labda ni usiku ameamka asubuhi, kumbe jicho labda hakuweza kufunga vizuri. Ana onja chakula labda cha chumvi au cha sukari. Sababu ulimi asilimia ile 75 ya ulimi kwa mbele unakuta ile ndio unapoteza kabisa ile taste, ladha. Yaani kuweza kuhisi ladha ya kitu fulani. Au anakuambia nikisikia kelele tu kabisa nasikia masikio yanauma. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo anaweza kasikia. Sana sana ni ile kwamba anahisi uso wake hauko vizuri. Akijiangalia mtu akimwona anambia wewe uso wako uko vizuri. Kwa hiyo kawaida mtu mara unachukua hatua kwenda hospitali. Je, unaniruhusu kusema kiharusi na ugonjwa huu ni kitu kimoja? Sasa neno kiharusi, ndio tunatumia neno fulani la Kiingereza kwamba tunasema stroke, kwa sababu la kitabibu pia au tunasema kiharusi. Kwa hiyo kusema kwamba ni kiharusi cha neva fuvu ya 7, kwamba ni kimetokea kwenye huo mshipa fahamu huo mmoja. Sasa kuna kile kiharusi ambacho unakuta ni mwili mzima kuanzia juu mpaka chini, labda paralyze upande mmoja. Ambacho unakuta madhara yake ni kwenye nini? Kwenye ubongo. Unaona? Kwa ni haina fulani ya kiharusi ambacho kinagusa tu mshipa mmoja wa fahamu, ambao ni huo mshipa namba 7, neva fuvu namba 7. Je, ni mtu wa umri gani ambao wanaathirika zaidi na huu ugonjwa? Mtu yeyote yule anaweza akapatwa na huu ugonjwa? Asante sana. Hapo awali nilisema kwamba kuna vihatarishi, kuna mazingira hatarishi ambayo inaweza kachangia mtu kupata au kuwa katika hatari ya kupata kiharusi au hiyo kuparalyze upande mmoja wa uso. Moja hapo ni umri mkubwa. Kuanzia miaka 50 kwenda juu. Umri wote unaweza kupata, lakini umri mkubwa wapo kwenye hatari zaidi. Wako kwenye hatari zaidi. Lakini kuna watu ambao labda kinga zao ziko chini. Kuna watu wenye kisukari, watu wenye kisukari ambacho hakidhibitiwa, sukari ambayo haijadhibitiwa. Lakini pia watu ambao wanapata labda magonjwa ya mfumo wa hewa wa juu. Mafua, anapata labda tunaitaga nini yale matezi yanavyo matonsili, sore throat, anapata hizo. Labda baadaye pengine anaweza kupata akawa kwenye hatari kupata hiyo kuparalyze upande mmoja wa uso. Je, kutokana na maelezo hayo, kuna watu wanaamini baridi kali, watu ambao wapo kwenye baridi kali au upepo mkali, kuna uwezekano mkubwa sana kupata huu ugonjwa. Kuna ukweli wote hapo? Hicho mmoja wapo pia ya kihatarishi. Awali kabisa wakati wanafanya tafiti, baadhi ya watu ambao walikuwa wanafika hospitalini wanakuwa na hiyo hali,
walikuwa wanatoa historia kwamba pengine walikuwa nasafiri kwenye gari, wameshusha vioo kwa hewa ile ya baridi, au wamekaa kwenye air condition kwa muda mrefu, unaona, au kwenye baridi kali, vyovyote vile. Kwa hiyo kulikuwa na uhusiano pia wa baridi kali au hali ya ubaridi na hatari ya kupata hiyo hali. Je, kupata hii hali, kuparalyze kwa upande mmoja wa uso, je, mtu anaweza akarithi au unaweza ukawa ni ugonjwa kuambukizwa? Viashiria vihatarishi viko vingi. Kwa mfano kama kuna kwenye familia kuna hali ya watu kupata hiyo hali ya kuparalyze upande mmoja wa uso. Ndio. Kwa hiyo kuna uwezekano pia tunasema vinasaba vyao vilivyotengenezwa, manake vinavyoshabiliana na mazingira ya nje vinasababisha pia yule mtu kuwa na hatari zaidi ya kupata ile hali ya kuparalyze upande mmoja wa uso. Kwa maana ukiona kwenye familia watu wanapata mara kwa mara, kwa hiyo kuna uwezekano pia kurithisha. Watu wanarithi vile vinasaba ambavyo wenyewe vinavyo interact au kuingiliana na mazingira, maana unakuwa na uwezekano mkubwa wa kupata hiyo hali. Sawa. Na je, tukiweza kurejea kwenye swala zima la msongo wa mawazo, kuna uhusiano wote kati ya msongo wa mawazo na huu ugonjwa? Kadiri tafiti zinavyoendelea, kuna vitu vingi sana vinaingia. Na awali nisema kwamba haijagundulika kwamba kisababishi ni kipi. Ndio. Kwa hiyo kila wakati kuna vitu vinagundulika. Kwa mtu amekuwa kwenye msongo wa mawazo. Pengine ule msongo wa mawazo umesababishwa na vitu vingine pia. Ndio. Unaona, anaweza kana vitu vingine, labda amekuwa na sukari ya muda mrefu, amekuwa na muda mrefu, kwa kana msongo wa mawazo, kwa akaingia kwenye hatari kupata hiyo hali ya kuparalyze upande mmoja wa uso. Lakini lazima tutofautishe. Kuna mtu anaweza kupata kiharusi. Kile ambacho ni kiharusi kweli kwamba ni upande mmoja wa mwili, lakini pia na upande wa uso ukafanya upande mmoja wa uso ukafanya ukaparalyze, labda upande wa chini wa uso ukaparalyze. Kwa wakati mwingine inaweza kuwa labda ni kutokana na maradhi mengine ambayo anayo yakamletea msongo wa mawazo akapata hali kama hiyo. Mtu akipata hiyo hali anaweza kupona kabisa, na kama anaweza kupona inaweza kumgharimu au inaweza kuchukua muda gani? Nashukuru kwa swali lako. Kwa wagonjwa ambao wanakuwa na hali kama hiyo wanapokuja hospitali, ndio huwa tunaweka kwenye makundi kama 5. Kuna wale ambao wana dalili ndogo sana, nakuta labda ni uzito kidogo na anapona haraka tu hata bila dawa yoyote. Kuna mwingine anakuwa na dalili ambazo za juu kidogo, mwingine za kati, mwingine za juu sana, na mwingine mbaya sana. Sasa wote hao kuna matibabu. Hapa matibabu, kwanza lengo la matibabu ni kuweza kurudisha ufanisi wa ile neva fuvu namba 7 ifanye kazi kama ilivyotakiwa kufanya kazi, lakini pia kuweza kutibu kilichosababisha. Kama kipo kuna mazingira fulani kuweza kuyaondoa ili hiyo neva fuvu namba 7 iweze kufanya kazi vizuri. Lakini pia kuna madhara mengine ambayo yatakuwa yametokea ambayo inabidi msaidie mgonjwa asipate madhara kwenye sehemu nyingine. Kwa mfano, mathalan anashindwa kufunga jicho, lazima umpe dawa fulani ya kulainisha jicho, lubricant, ili jicho sije kapata shida. Naona? Ndio. Kama anashindwa kuongea, misuli menani sana, maana yake lazima kumpeleka kufanywa mazoezi ya misuli ya kuongea, physiotherapy pia wanafanya hiyo kazi. Sasa kama kisababishi labda alipata virusi, labda ni virusi alipata mafua, alafu pengine tunafahamu kwamba ni aina fulani ya virusi, maana kuna aina fulani ya dawa unaweza kumpa ili isaidie pia kufanya kupunguza hicho kiwango cha cha virusi. Kama ni kisukari ambacho kidhibitiwa, maana inabidi udhibiti kile kisukari ili hali isifanye isiendelee. Kwa hiyo kuna magrupu ya watu ambao wana recover haraka sana, wanapona wenyewe bila dawa. Kuna ambao wanapona kwa kupewa dawa, na kuna ambao wanapona lakini wabaki na kaulemavu fulani ka muda fulani mrefu, hata miaka zaidi ya mwaka 1, 2, 3.
Kwa mwingine ndani ya wiki chache anapona, mwingine miezi, mwingine mwaka. Kwa hiyo inategemea kwamba amekuja katika hali gani na ukubwa wa tatizo ukoje. Kulingana na uzoefu, ni tatizo gani like kisaikolojia ambalo huwakumba zaidi wagonjwa wa namna hii? Cha kwanza, mtu anavyopata kiharusi ni kitu ambacho huwa kinaogofya, watu wanaogopa kwamba ataanza kuwaza pengine ndio hivyo tena, labda sina matumaini labda kupona. Ndio. Kwa pale anaweza kaanza kupata nini, hali fulani ya uoga, hofu, ana paniki na pengine kama yuko sehemu ambayo hajapata usaidizi kwamba hii kitu inapona, kwenda hospitalini anaweza kupata msongo wa mawazo. Kingine, madhara ya macho. Nilisema kwamba kama hakuwahi kwenda hospitalini pengine, maana kitu unaweza kupata shida macho yetu huwa kila baada ya sekunde kadhaa huwa kuna yale machozi yanapita kusafisha. Maji yanapita kusafisha. Kwa hiyo likikaa bila, hiyo ni kwa mtu yeyote yule. Kwa mtu yeyote yule. Sasa kwa mfano kama ameparalyze upande mmoja wa uso labda kushoto. Alafu yale maji yatoki ya kutosha, maana yake linakauka. Kwa hiyo huyu anahitaji pia matibabu, kumuona daktari wa macho aweze kumpatia hiyo lubricant. Lakini wengine wao pia wanafunikwa jicho kwa muda mpaka anavyopona. Sawa. Hivi unahisi au unadhani watu ambao wana paralyze upande mmoja wa uso, nini ambacho wanatamani jamii ielewe kuhusiana na hali wanazopitia? Cha kwanza, kwa wale ambao tumewahi kuwatibu na wakapona, wanaweza kawa ni mabalozi wazuri kuambia jamii kwamba hii hali ikitokea, cha kwanza ni kuwahi hospitali mapema. Unavyowahi manake hata kule kupona kunakuwa kwa haraka na unapewa ushauri kwamba hiki kitu kinapona. Lakini pia ni fursa pia kugundua pengine sio, inawezekana tatizo lingine kubwa ambalo pengine limetokea ili uweze kupata matibabu mapema. Kwa inawezekana labda sio ile kuparalyze upande mmoja wa uso tu, sio labda ni ile hali ya kawaida, kumbe kuna kitu kingine kikubwa ambacho kinatokea. Hao ni watu. Wewe binafsi unatamani jamii jifunze jambo gani kuhusiana na huu ugonjwa? Cha kwanza, kama ilivyo kanuni ya kawaida kwenye maisha, kwenye afya ya binadamu, unavyoona kwamba kuna kitu ambacho hakiko vizuri kwenye afya yako, cha kwanza unawahi hospitali kupata ushauri na pengine tiba. Na cha pili, kama kuna tiba, pia ni namna ya kushauri pia jamii iliyopo kwamba hivi vitu vipo, na kuugua kwa ugonjwa wote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Miili yetu kishakuwa dhaifu, maana yake kuugua ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kinachoangalia zaidi kwamba nimefika hospitali, nimechunguza na tiba ipo au namna kupona ipo. Hicho cha muhimu sana. Dokta, kuna watu ambao wapo wanapambania huu ugonjwa wa facial paralysis kwa sasa. Je, ujumbe wako ni upi kwa watu wa namna hii? Ujumbe wangu ni kwamba ni cha kwanza wahakikishe kwamba wamefika sehemu sahihi, hospitali, na wameonana na daktari na wamechunguzwa kisahihi na wanapata matibabu sahihi. Ndilo hilo. Asante sana Dokta kwa muda wako. Hiyo ilikuwa ni Kijiweni na Brano, na mimi ni Brano. Siku ya leo nimeweza kuja hapa katika hospitali ya CCBRT, nimeweza kukutana na mtaalamu Dr. Festo. I hope majibu yake yameweza kukukosha na umeweza kuelewa kwa kina kuhusiana na swala zima la ugonjwa wa facial paralysis. Mpaka wakati mwingine, chao.